Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndende Channel. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tangu kuumbwa zama za soka la Afrika na dunia kwa ujumla, ni wachezaji wachache ambao waliwahi kuitikisa dunia kutokea Afrika na kutawala katika vyombo vya habari vya dunia na ulimwengu mzima. Tukimzungumzia JJ Okocha, ambaye aliwahi kuishtua dunia kwa ujumla na kuweza kuwasumbua wazungu kadri alivyoweza. JJ Okocha, mwalimu wa mwana michezo mkubwa na mwana soka duniani nguli, ambaye ana jina kubwa na historia kubwa kumzidi JJ Okocha. Ronaldinho Gaucho aliwahi kunukuliwa na kusema alijifunza yale yote aliyokuwa akiyafanya uwanjani kutoka kwa JJ Augustin Okocha. Okocha ni kama vile ametoa urisi na somo kubwa kwa kijana wa pale Abidjan Ivory Coast, kijana mwenye taaluma ya kutosha katika kucheza mpira wa miguu. Ubongo wake na maarifa yake yanahamishiwa katika miguu yake. Kile anachokiwaza katika ubongo wake ndo kile kinachofanyika katika miguu yake, na kutenda na kutii mawazo yake. Huyo ni kijana aliyezaliwa pale nchini Ivory Coast. Ni kijana mwenye uwezo wa kutisha, ambaye alichagua kuja kutupa burudani wa Tanzania. Kijana ambaye alichagua kuja kutupa nyota yake nchini Tanzania, nyota ambayo ilikuwa na uwezo wa kung'aa katika bara la Ulaya na akashaini na hakuna kumzuia. Kijana ambaye aliamua kuchagua kutuburudisha katika mpira wa miguu. Tulishamsahau Ronaldinho Gaucho, tukamsahau JJ Okocha, na sasa zama zinakwenda kuwasahau Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi. Lakini Tanzania tunayo lulu na dhahabu ya kujivunia mpaka hivi sasa. Tunauomba uongozi wa klabu yake uendelee kumpa mikataba kadri iwezavyo mpaka pale ambapo atasema basi nataka kutosha kustaafu katika mambo ya mipira. Hii ni dhahabu na lulu iliyotuangukia hapa nchini Tanzania. Wamepita watu wengi wenye uwezo mkubwa, lakini kijana huyu amekuja kuthibitisha na kuzima ndoto za kila ambaye aliamini wale waliopita walikuwa ni bora zaidi. Yeye amesimama na kuwa top on top. Huyu si mwingine, ni mchezaji wa mitaa ya Twiga na Jangwani na pale Avic Town, Profesa la Magician Pacome Zouzoua, kijana aliyechagua kuburudisha umma kupitia miguu yake na maarifa makubwa aliyonayo katika kichwa chake. Akiwa na mpira mguuni ni ngumu kumzuia. Ana uwezo wa kufanya chochote atakacho, na saa yoyote anaweza kufanya kitu ambacho jamii na mashabiki na dunia kwa ujumla haikutarajia. Tunapata lulu na dhahabu katika ligi kuu Tanzania NBC Premier League. Tunapata nishati ya kutosha katika ligi ya CRDB Federation Cup. Amekuwa ni kivutio katika michuano ya kimataifa. Amekuwa ni kivutio katika macho ya wapenda soka, sio mashabiki wa timu pinzani, sio mashabiki wa timu yake. Wote wameonekana kuvutiwa na yeye endapo hapo katikati ya pichi. Pacome Zouzoua, Magician, mwenye uwezo wa kuspeed up na kuondoka na mpira katikati ya msitu wa mabeki na akaenda kufanya balaa analolitaka yeye mwenyewe. Kumbukizi ya goli 5-0 pale kwa Mkapa. Wekundu wa Msimbazi Simba hakuna rangi waliacha kuona. Mohamed Hussein Zimbo Junior siku ile alienda kulala akiwa anawaza na kuota njozi nzito yenye kutisha katika kumbukizi za mpira wake. Kila akimkumbuka Profesa anawaza na kuwazua vipi mechi itakayofika mbele yake anaweza kukabiliana naye. Waarabu wa pale RS Belouizdad walikutana na miguu ya Profesa pamoja na ubongo wenye maarifa makubwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Aliamua mechi na kufanya vile atakavyo kuipeleka timu ya wananchi robo finali. Pacome Profesa Zouzoua amezaliwa kwa ajili ya kucheza mpira wa miguu. Hakuja duniani kwa ajili ya kuja kufanya kazi ambayo itamweka vibaya katika maisha yake ya mpira. Profesa ni mwenye uwezo mkubwa miguuni, pamoja na ubongo wake wote unawaza kitu kimoja na kinachofanyika ni hicho hicho. Profesa Magician
Pacome Zouzoua, Dar es Salaam Yanga Afrika. Kama walichagua kwenda kutuletea dhahabu inayotakiwa kutumika Ulaya na wakaja kuitumia Afrika, tena katika nchi ndogo tu ya Tanzania, nchi ambayo haina ukubwa wowote kisoka barani Afrika, lakini umebahatika kupata lulu ya almasi ambayo ipo hapa katika ardhi ya Tanzania. Wana Tanzania wanailamba na kuitunuku lulu hii. Wana Tanzania ni kama vile wamehamishiwa Ulaya endapo siku anaposhuka dimbani Profesa Pacome Zouzoua. Watu huvutika na kuitika na kuingia uwanjani bila kupenda. Yeyote atakayemuuliza, wewe ni shabiki wa soka wa timu nyingine, wewe ni mpenzi wa soka wa Simba, wewe ni mpenzi wa soka wa Azam, imekuwaje leo katika uwanja huu wanacheza wananchi umeingia? Jibu lake atakwambia, burudani ilipo na mimi nipo. Profesa Pacome Zouzoua ndo kivutio cha wengi hapa nchini Tanzania. Itoshe kusema la MVP ni MVP wa msimu wa 2024-25 Pacome Zouzoua. Tuzo ya MVP wa ligi yetu ya Tanzania NBC Premier League ni kama imemfuata katika miguu yake. Aliwahi kusema Haji Sande Manara kuelekea msimu huu kabla ya ligi kuu kuanza, siku ya wananchi, alisema msimu unaofuata MVP ni Pacome Zouzoua. Watu walimuona kama vile akili zake zimeruka, lakini ukweli na uhalisia ndo huu unaonekana hivi sasa. Prison waliomba mpira uishe kabla ya dakika 90 kwa sababu lile jini walilokutana nalo walihisi kabisa usio binadamu wa kawaida, ila ni binadamu ambaye amezaliwa juu ya sayari na sio duniani kama tulivyo sisi wengine. Pacome Zouzoua aliufanya usingizi wa mabeki wa Tanzania Prison ukawa ni mzito na wenye njozi za kutisha usiku kucha mpaka kufikia asubuhi. Usichoke kunifuatilia katika chaneli hii kwa habari nyingi za kusisimua na za kuvutia kuelekea msimu mpya wa 2025-26. Pacome anafunga mjadala huu kwa wachezaji wote ambao wamefanya vizuri hivi sasa katika ligi kuu yetu. Hivyo tunatamani kumuona akichukua ile tuzo ya MVP, na anastahili kabisa kwa kile alichokifanya nje ya kupata majeraha na kumweka nje kwa muda mfupi. Aliporejea ni kama alianza pale alipoishia. Hili ni balaa zito kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo itafanyika pale uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 25. Mashabiki na wapenzi wa Simba, taarifa wanayoiomba hivi sasa ni kusikia Pacome Zouzoua ni majeruhi. Hilo